Kwa majina anaitwa Raymond Tadei Gerald, ni mwakilishi wa afisa mtendaji wa kata Mbalizi Road iliyopo halmashauri ya jiji la Mbeya. Katika kata ya Mbalizi Road kuna mitaa minne: mtaa Kabisa, mtaa wa Kisoki, mtaa wa Sabasaba na mtaa wa Mwasioge. Ningependa kwanza kushukuru kwa wananchi kwa ushirikiano wanazidi kutupatia. Kuanzia sasa kwenye idadi ya kata yangu, mtaa wa Kabisa kwa jumla mpaka sasa kuna nyumba 13 zimeweza kusasishwa. Mtaa wa Kisoki kuna jumla ya nyumba 30 zimeweza kusasishwa. Mtaa wa Mwasioge kuna idadi ya nyumba 10 zimeweza kusasishwa. Mtaa wa Sabasaba kuna nyumba 23 zimeweza kusasishwa. Hivyo ningependa kushukuru wajumbe, mabalozi, wenye viti, wananchi pia kwa ujumla kwa ushirikiano wanaozidi kutupatia. Mbinu ambazo nazidi kuzitumia na ambazo nimeshaweza kuzitumia ni kwamba nazidi kuwapa umuhimu faida ya kuwepo kwa anwani za makazi. Faida mojawapo ya anwani ya makazi inatusaidia kuweza kutambua kuna idadi ngapi ya taasisi zilizopo katika kata yetu, au kuna idadi ngapi za nyumba zilizopo katika kata yetu. Mfano wa idadi za taasisi zilizopo, kuna taasisi ambazo zinasaidia kwenye huduma ya afya, taasisi zinazosaidia kwenye elimu, taasisi za uchumi, taasisi ambazo zingine zilizopo ni kwa ajili ya burudani kama gym. Kwa hiyo huwa nawapa hamasa kwa ajili ya kuweza kutambua umuhimu wa anwani za makazi. Kwani dunia mpaka sasa imeweza kuwa katika kuna changamoto nyingi. Mfano, kusipokuwepo na anwani za makazi, kuna tatizo linalokuwepo ambalo ni tatizo la kuuza kiwanja kwa umiliki zaidi ya mtu mmoja. Mfano iliweza kutokea kwenye mikoa jirani yetu, hata Mbeya pia imeweza kutokea. Kiwanja kimoja kinauzwa zaidi ya watu watatu. Kwa hiyo kuwepo kwa anwani ya makazi, faida mojawapo ni kwamba inasaidia kutambua nyumba iliyopo au kaya iliyopo inamilikiwa na mtu mmoja na sio zaidi ya mmoja. Ujumbe uliopo ambapo nazidi kuhamasisha ni kwamba anwani ya makazi ina faida ya mtu kuwepo nyumbani. Mfano kwenye mambo ya kuomba barua ya utambulisho, inamsaidia mtu kuomba barua ya utambulisho akiwepo amekaa nyumbani kupitia application ya NAPA, ambapo akishaomba barua ya utambulisho inapitishwa na mtendaji akiwepo ofisini. Kwa hiyo barua anaipata kupitia online, hasumbuki kutoka nyumbani kuja ofisini. Mfano hata kwa mama wajawazito, kwa watu ambao wanahitaji barua za mzamana, kwa watu wanaohitaji barua za kwenda kufungua akaunti ya benki, unapata barua ni online. Inatusaidia sana kwa sababu ya maendeleo ya sayansi na teknolojia.